Karibu ndugu mtazamaji wa chaneli ya IMS Tanzanian Western Field. Nakukaribisha tena katika muda wa kutafakari somo la neno la Mungu, na kwa majina naitwa Gabriel Atanas Temanya. Karibu sana katika wasaa huu. Leo tutatafakari fungu moja linalopatikana katika kitabu cha Mathayo 24 mstari ule wa 36. Linasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Haya ni maneno ambayo Yesu aliyatamka wakati akizungumzia habari za dalili za kuja kwake na za mwisho wa dunia. Akasema habari ya siku ile na saa ile ya kuja kwa mwana wa Adamu hakuna aijuaye. Kuna mambo ya kutafakari hapa, mambo ya muhimu sana ya kutafakari. Alisema habari ya siku ile na habari ya saa ile. Swali la kujiuliza, hivi kwa nini hakusema habari ya wiki ile, habari ya mwezi ule, habari ya mwaka ule wa kuja kwa mwana wa Adamu hakuna ijuaye? Kwa nini hakutaja ule muda ambao ni mkubwa zaidi kutofauti na siku na saa? Akataja siku na saa badala ya wiki, mwezi, mwaka. Kwa nini hakuzingatia au hakutaja kipimo hicho cha muda? Kuna funzo moja kubwa ambalo tunalipata katika kauli hii ya Yesu. Kwa nini hakujumuisha kipimo kile kikubwa cha muda, akatumia tu siku moja, saa moja? Sababu ni kwamba maandalizi kwa ajili ya wokovu wetu, au wokovu wetu hauchukui muda mrefu kuupata. Hii ndiyo maana Yesu alisema habari ya siku ile au ya saa ile, akiwa na maana ya kwamba tunachotakiwa kuwa makini nacho, tunachotakiwa kukizingatia ni siku tuliopewa na saa tuliopewa ya kuishi. Maana katika saa moja, katika siku moja, wokovu wangu, wokovu wako unapatikana. Yaani wokovu wako ili upate, wokovu ili upate, hausubiri siku 2, siku 3, au wiki moja, au mwezi mmoja, au mwaka, bali wokovu unapatikana ndani ya siku ile moja ya uhai ambayo Mungu amekupatia. Lakini pia wokovu unapatikana katika saa hiyo ambayo wewe unapumua. Mfano hai wa maelezo haya ninayoyatoa ni kuhusiana na kisa cha mwizi msalabani. Yesu wakati anawekwa msalabani, anateswa msalabani, aliteswa na watu wengine wawili, mmoja kulia, mwingine kushoto. Watu hao wawili wakiwa msalabani pale walianza kusema maneno kadhaa kumhusu Yesu, lakini mwizi mmoja alitamka maneno pale ya kutambua kwamba yeye hawezi kujiokoa isipokuwa katika Yesu ndiye anaweza akaokoka. Yule mwizi alisema, Bwana, naomba unikumbuke katika ufalme wako. Hazikupita hata sekunde 5 wala lisaa, Yesu alimgeukia muda ule ule akamwambia, katika kitabu cha Luka 23 mstari wa 43 anasema, Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Leo hivi. Hakusema kesho wala kesho kutwa. Zingatia, huyo mtu aliupata wokovu wake ndani ya risali moja, na akaambiwa kuanzia leo hivi, yani ndani ya siku ile ile atakuwa na Yesu peponi. Jiulize, yule mtu ilichukua muda gani kuupata wokovu wake? Haikuchukua siku 2 wala 3 wala wiki wala mwezi wala mwaka. Ndivyo ambavyo Mungu anataka tuelekeze umakini wetu katika siku ambayo tumepewa kuiishi.
Katika siku hiyo ndio wokovu wetu unapatikana, maana kesho sio ya kwetu. Ndio maana Yesu alisema habari ya siku ile wala ya saa ile ya kuja kwa mwana wa Adamu haijulikani. Ndipo sasa tunatambua kwamba sisi kama wanadamu tunaotarajia tukio hili la kuja kwa Yesu, tunatakiwa kuelekeza nguvu ya maandalizi yetu kila saa na kila siku. Maandiko yanasema utakaso wetu, maandalizi yetu, kuandaliwa kwetu ni process, ni mchakato, ni utakaso wa kila siku. Kila siku tunatakaswa, tunaandaliwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alitufundisha sayansi ya maandalizi inayotakiwa ni ya kila saa na ya kila siku. Hakuna haja ya kupambana kujua mwaka gani, mwezi gani au wiki gani Yesu atakuja, maana hiyo haitasaidia, zaidi sana italeta madhara. Wapo wengi katika ulimwengu wa leo, hasa ule wa Kiadventista, wanatumia nguvu nyingi sana kutabiri kwamba mwaka fulani ndio mwisho wa dunia, mwaka fulani Yesu anakuja. Iko hivi ndugu mtazamaji, ujumbe huo wa kung'ang'ana kujua mwaka au mwezi hauna faida hata moja kwa muumini, zaidi ya hasara. Hasara zipo za kujua, lakini faida za kujua huo muda, mwezi, mwaka, hakuna faida hata moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja au mbili au zaidi. Ya kwanza ni kwamba badala ya mtu kuelekeza nguvu kwenye maandalizi ya kila saa na kila siku, ataelekeza zaidi mawazo yake katika mwaka ule au katika mwezi ule ambao ameambiwa Yesu atakuja. Hivyo anasahau zoezi la utakaso wake kwamba ni la kila siku na kila saa. Kwa hiyo huyo mtu hata akikutwa na kifo leo, atakufa bila tumaini, kwa sababu maandalizi yake alikuwa ameyaelekezea katika wiki ile au katika mwezi ule au katika mwaka ule ambao Yesu atakuja. Hivyo sasa yule mtu anakosa wokovu, maana najua pengine wokovu wake uko katika mwaka ule au mwezi ule au wiki ile. Asijue kwamba wokovu wake anaupata sasa hivi na siku ya leo aliyopewa. Kwa hiyo ujumbe huu ambao umeenea sana katika ulimwengu wa Kiadventista wa kutabiri na kutangaza mwaka ambao Yesu atakuja au mwaka wa mwisho wa dunia, una madhara makubwa sana, hasa kwa ulimwengu unaosikiliza. Maana ulimwengu huo utajikita katika anasa, ukijua kwamba ukijipa tumaini kwamba muda utakapokaribia, hapo ndipo ambapo nitaanza kujiandaa. Waadventista wa Sabato wanaelewa kipindi tunachoishi leo. Kama ni Mwadventista wa Sabato na hajui hiki kitu, basi anatakiwa akijue kuanzia leo. Tunaishi katika kipindi cha hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi hii inajumuisha kusomwa kwa majina yanaitwa na yanahukumiwa, yanapewa hukumu zake. Mtu anaweza akawa anaishi, anatembea duniani ni mzima, lakini mbinguni ameshahukumiwa kwamba yeye ni kwa uzima ama mauti. Sasa hebu fikiria yule mtu ambaye anaishi, Mwadventista Msabato ambaye anaishi katika kipindi hiki cha hukumu ya upelelezi. Anaweka tumaini lake au anaelekeza mawazo yake katika kujiandaa. Yesu anakuja mwaka 2028, 2030 au 2031. Anaacha maandalizi yale ya kila sana ya kila siku. Anaelekeza mawazo yake na jitihada zake katika mwaka ule ambao anautazamia. Kumbe mtu amekwisha kuhukumiwa tayari. Tayari jina lake lishasomwa na amehukumiwa aidha kwa mauti, lakini yeye bado akijiandaa na kutazamia mwaka fulani. Mpendwa, wokovu wako ni leo. Wokovu wako ni sasa, sio kesho wala wiki ijayo wala mwezi ujao wala mwaka ujao. Huo mwaka mwingine au kesho tu sio yako, hiyo iko mikononi mwa Mungu. Ndio maana hata maandiko anasema jua lisichwe, uchungu wenu haujawatoka. Kwa
Kwa nini? Ukilala na uchungu, hujui kama utaamka, unaweza ukafa bila tumaini. Sasa kuna haja gani ya kung'ang'ana kutumia nguvu nyingi kujua mwaka gani Yesu anakuja, mwaka gani ni mwisho wa dunia? Hakuna haja, tutapata hasara, utapata hasara. Utaanza kuishi mtu ataanza kuishi kwa, hata akitenda dhambi hataumia, atasema, atajisemea moyoni mwake kwamba hata hivyo muda bado. Kwa hiyo hata kesho naweza nikaungama, hata kesho kutwa, kwa sababu muda bado. Asijue kwamba huu ndio wakati ambapo siku hii aliyopewa na saa hii aliyopewa ndio ya kuamua hatima yake ya milele. Ndugu mtazamaji, wakati wa kuamua wokovu wetu ni saa hii tuliyopewa. Wakati wa kuamua wokovu wetu, aidha kwa uzima ama kwa mauti, ni siku hii tuliyopewa. Tumwamini Yesu, tusalimishe maisha yetu kwa Yesu, tuingie safinani mapema. Hebu fikiria kwa mfano Nuhu, wakati anahubiri kwamba hukumu ya Mungu ya mvua inakuja, angewaambia mwaka fulani, miaka 5 baadaye au miaka 20 baadaye au miaka 50 baadaye ndio mvua itakuja. Unafikiri wale watu wangeingia? Aingie ndani ya safina miaka 50 amekaa mule? Uzuri, kuna habari zingine ambazo zimeandikwa katika vitabu vilivyovuviwa kwamba wengine waliingia ndani ya safina lakini wakaona mvua imechelewa wakatoka. Kwa nini? Ni hasara ni hasara mtu kujipimia muda wa kwamba hukumu za Mungu zinakuja wakati fulani. Ni hasara kubwa. Mtu huyo ataanza kuishi kwa kutegemea ama kutarajia kuona, hataishi kwa imani. Na maandiko yanasema tunapaswa kuishi kwa imani, si kwa kuona. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7 anasema, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Kwa hiyo madhara ya kutarajia muda fulani kwamba ndio mwisho wa dunia ama Yesu atakuja, watu wataanza kuishi kwa kuona badala ya kuishi kwa imani. Kwa hiyo mfano rahisi ni huo wa kwamba laiti Nuhu angewatangazia watu waingie ndani ya safina, baada ya miaka 20 gharika inakuja, watu wasingeingia ndani ya safina, wangesubiri miaka 20 na karibia kutimia ndio waingie. Hivyo kuna hasara tupu kwenye kujua kwamba ama kung'ang'ana kujua kwamba Yesu anakuja lini au anakuja mwaka gani au wakati fulani. Mfano mwingine rahisi ni kwamba, hebu fikiria labda mfanyakazi ndani ya ofisi fulani amepigiwa simu na bosi wake akaambiwa kwamba mwezi ujao nakuja, kwa hiyo andaa ripoti ya kazi yako nikute iko tayari. Ameambiwa na bosi anakuja mwezi ujao. Yule mtu kwa sababu amejua bosi anakuja muda fulani, angesubiri hata muda ule unakaribia ndio aanze maandalizi. Lakini bosi angemwambia ninakuja muda wowote, angeanza muda ule ule kujiandaa. Ndiyo maana ya Yesu kutuambia haijulikani siku wala saa, ili sisi tujiandae kuanzia sasa hivi. Tuangalie habari moja katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7 anasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Mstari wa 7 akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kauli hii Yesu aliirudia kama ile ambayo aliitoa katika Mathayo 24 mstari wa 36 kwamba siku na saa ya kuja kwa mwana wa Adamu anayejua ni Baba. Na hapa anapo anawaambia wanafunzi, si kazi yenu kutaka kujua nyakati na majira, hayo yapo chini ya udhibiti wa Baba. Haya, hebu tutafakari
lile swali walilouliza wanafunzi. Walisema kwamba, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Zingatia, swali lao lilijikita zaidi katika kujua muda na wakati, sio kujua habari za tumaini lile la ufalme aliyowaambia. Lilizingatia zaidi kuhusiana na muda wa ule ufalme au wakati wa ule ufalme kuja. Na Yesu wakati anawajibu, hakuwajibu kuhusiana na ufalme, aliwajibu kuhusiana na muda, akiwasahihisha kwamba msije mkafokasi na muda. Hiyo sio kazi yenu. Mnatakiwa mfokasi ama muangalie, muzingatie zaidi utume wenu na kazi mliopewa. Ndio mstari wa 8 anawaambia, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu hakuwajibu kuhusiana na swala la ufalme, akawajibu kwanza akiwasahihisha juu ya lengo lao la kutaka kujua muda. Ndivyo ambavyo hata katika wakati huu watu wanataka kulazimisha kujua muda au mwaka fulani Yesu anakuja. Ya nini? Kuna haja gani? Majibu ndiyo haya ya Yesu. Si kazi yetu kujua nyakati na majira, maana hayo ni juu ya Baba mwenyewe. Sisi kazi yetu ni kujiandaa wakati wote. Tujue wakati, tusijue, sisi maandalizi tunayafanya. Katika kitabu cha Roho ya Unabii cha Manuscript Releases volume ya kwanza ukurasa wa 100 aya ya kwanza, anasema hivi: hiyo ni kwamba watu hawatakuwa na ujumbe mwingine juu ya muda kamili baada ya kipindi hiki unaofikia mwaka 1842 hadi 1844. Hakutakuwa mpangilio wa wazi wa kipindi cha kiunabii. Hesabu ndefu inafikia kipindi cha majira ya joto ya mwaka 1844. Zingatia, kuna ujumbe mzito sana katika hii nukuu, kwamba baada ya unabii mrefu wa miaka 2300 neno la Mungu linasema hakutakuwa na unabii tena wa muda kamili. Hakutakuwa na unabii tena wa definite time au definite period. Definite period ama definite time ina maana ya kwamba muda kamili wa kwamba kama ilivyokuwa miaka 2300 kwamba imeanza na lazima siku tu inakamilika, siku hiyo hiyo unabii unatimia. Sasa neno la Mungu limesema hakutakuwa, kuanzia mwaka 1844 hakuna unabii tena wa muda kamili wa kutarajia kwamba Yesu ameingia patakatifu, sasa atamaliza huduma hiyo baada ya muda fulani. Hatuna unabii kama huo. Tunatarajia, tuko katika wakati wa kutarajia marejeo ya Yesu Kristo muda wowote, siku yoyote. Tukitaka kulazimisha kujua mwaka fulani Yesu ndio anakuja, tutakuwa tunajitafutia hasara sisi wenyewe, maana ni kujitafutia majaribu. Hapo ndipo imani za muhemko zinaanzia, kwa sababu mtu ameona muda unakaribia, ndipo anapatwa na hisia fulani za kama anajiandaa, lakini Mungu ndiye anayeona ndani ya moyo wake kwamba huyu mtu kinachomsukuma kujiandaa ni muda au wakati, vitu ambavyo si kazi yake kujua, bali kazi yake ni kujiweka tayari kwa ajili ya kupokea ufalme. Hatupokei ufalme kwa sababu ya kusubiri mwaka fulani, bali kwa sababu tumejiandaa, tumestahili, tunayo tabia ya Kristo ndani yetu. Wengine wanatoa habari za miaka 6000
kwamba zitatimia mwaka fulani. Ni kweli unabii wa kipindi cha miaka 6,000 ya dunia upo. Kila tunachotakiwa kuzingatia ni nini? Utume wetu ni nini? Utume wetu ni nini? Kama Yesu alivyowaambia, si kazi yenu kujua nyakati na nini na majira. Miaka 6,000 na yenyewe ina changamoto zake, haijulikani imeanza lini, lakini vivyo hivyo mwisho wake ni lini. Kuna nukuu nyingi sana ambazo zinazungumzia miaka 6,000. Nukuu zingine zinasema miaka 6,000, wakati anaandika Nabii Ellen G. White anaonesha kwamba miaka hiyo imekaribia kuisha, akionyesha nukuu zingine inaonesha miaka 6 imeshakamilika, akionyesha nukuu zingine zaidi ikionyesha kwamba miaka 6,000 imeshapitiliza. Sasa kwa nukuu hizo huwezi ukachukua hii ukaiacha hii, huwezi ukaiacha hii ukachukua hii. Maana yake ni kwamba ni jambo ambalo si kazi yetu kutaka kujua miaka 6,000 inaisha lini. Tunachotakiwa kucheza nacho ni maandalizi. Lakini pia kuna swala la miaka 4,000. Miaka 4,000 nayo vile vile inaonyesha kwamba imeanza baada ya dhambi kuingia. Lakini wakati gani ilitimia miaka hiyo 4,000? Nukuu hazisemi moja kwa moja ni wakati fulani. Zingine zinasema wakati wa kujaribiwa kwa Yesu, zingine zinasema wakati wa kubatizwa, zingine zinasema wakati wa kuzaliwa, zingine zinasema wakati wa kufa kwake. Hivyo huwezi ukachukua hii ukaiacha hii, maana zote zinazungumza jambo lile lile. Kwa nini kuna mchanganyiko kama huo? Cha kwanza, sio utume wetu na sio kazi yetu kutaka kujua mwisho ni lini, maana faida hakuna katika jambo hilo, bali kuna hasara tu. Kile tulichopewa sisi ni dalili. Moja ya mfano hai ambao unafanana sana na mwisho wa dunia na kuja kwa Yesu mara ya pili ni kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu. Yesu aliwatajia dalili tu. Wajumbe wote ambao walikuja hata baadaye, baada ya Yesu kuonesha kwamba mji wa Yerusalemu utaangamizwa, walitaja dalili, walicheza na dalili. Hakuna masuala ya muda ambayo walitangaziwa kwamba muda fulani maangamizi yatakuja, bali dalili. Hata Wakristo waliookoka na maangamizi yale ni kwa sababu walizingatia dalili ambazo waliambiwa na Yesu na wajumbe wengine. Hivyo sisi tunapaswa kucheza zaidi na dalili za kuja kwa Yesu. Hizo ndizo njia za sisi kujiandaa na si kung'ang'ana wakati fulani. Tukijua wakati fulani ndio Yesu anakuja, hizi dalili zitakuwa hazina maana wala hazina uzito kwetu. Tunapaswa kuangalia hizi dalili ambazo Yesu ametupatia ili kwamba tupate kujiandaa. Katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 33 anasema, nanyi kadhalika myaonapo hayo yote tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Kwa hiyo tuyaonapo hayo manini? Dalili. Tuonapo dalili tujue kwamba yu karibu, na ndio motisha ya kuendelea kujiandaa. Lakini ukijua muda hakutakuwa na motisha ya kujiandaa, kwa sababu mwanadamu kwanza ana tabia ya kuzoea kitu. Yaani kitu kikijirudia mara moja, mara mbili, mara tatu kwenye akili yake anakizoea. Hivyo mtu akijua muda fulani, mwaka fulani, atazoea mpaka muda huo utafika, hajajiandaa kwa chochote. Hivyo tunapaswa kuangalia sana dalili hizi. Dalili tunazoziona za vita, madanganyo na mengine mengi ambayo Yesu aliyataja yanaonesha wazi kabisa kwamba Yesu yu karibu milangoni. Na wakati tunaoishi wa hukumu ya upelelezi, muda wowote inaweza ikakoma na majina yetu yakaamuliwa kwa uzima ama kwa mauti. Mtu kama hashtuki, mtu kama hawezi kuongolewa na hizi dalili ambazo Yesu alizitaja,
basi hakuna kitu ambacho kitamfanya ajiandae, hata kama akiambiwa mwaka fulani au mwezi fulani Yesu anakuja. Kuna mfano mmoja wa ambao Yesu aliwapatia makutano wa kuhusiana na kisa cha mtu tajiri na Lazaro. Yule mtu tajiri baada ya kufa alienda kwenye moto akateseka sana. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu atume mtu kutoka kwa wafu ili akawaambie ndugu zake na yule tajiri kwamba waweze kufanya mema na wao ili wasije wakaenda kwenye mateso kama yale. Kauli aliyomwambia Ibrahimu, kauli ambayo Ibrahimu aliitoa kwa yule tajiri ni hii hapa. Kitabu cha Luka 16 mstari wa 30 na 31. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama ni akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Iko hivi, kama mtu hawezi kuongoka, hawezi kubadilika kwa kile ambacho Mungu amekifunua akifanyie kazi, basi hawezi akabadilika kwa kitu kingine chochote, hata kama mtu angetoka kutoka kwa wafu aje ahubiri Injili. Ndivyo ilivyo kwamba Yesu ametupatia Injili Yesu ametupatia dalili za kuja kwake. Dalili hizo ndio ametuambia tuzifanyie kazi, tuziangalie kwa makini sana. Kama ambavyo tunaangalia dalili zingine, tunatambua kwamba kitu fulani kimekaribia. Tunatakiwa kuziangalia sana kwamba hizo ndizo zinatuambia Yesu yu karibu milangoni. Kwa hiyo kama hatuwezi kushituliwa, kama hatuwezi kuandaliwa na hizo dalili ambazo alituambia, basi hata tukijua siku na saa ya kuja kwake haitasaidia chochote. Tena hiyo ndio itatuumiza zaidi. Kwa hiyo mpendwa, tusisubiri kitu kingine cha kutufanya tujiandae, bali dalili tulizopewa katika kitabu cha Mathayo 24, kitabu cha Luka 21, kitabu cha Marko 13 ni maandiko ambayo yanatuelezea habari za dalili za kuja kwa Yesu mara ya pili. Dalili hizo ndizo ambazo tunatakiwa kuzisoma kwa makini sana, tuweze kujiandaa siku kwa siku, saa kwa saa. Tusisubiri kesho. Wokovu wetu ni leo. Bwana kubariki mtazamaji, na kama una swali lolote au maoni au hoja yoyote, weka katika uwanja wa komenti hapo, na komenti yako tutaifanyia kazi. Bwana kubariki, tukutane katika wakati mwingine. Anatusihi, atuita kwa upole.